Teherani ililia kwa moshi mweusi huku mabomu yakitumbukia na kuguswa na utawala wa Marekani na Israel. Picha za satelaiti zilionyesha uharibifu mkubwa katika makazi ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, huku mji ukijazwa sauti za mlipuko na moshi mnene ukipanda juu ya jiji. Uharibifu huu hauna kifani na kila kipande cha majengo kilichoharibiwa kinaonyesha wazi jinsi dunia ya kisiasa inavyoweza kubadilika kwa sekunde chache. Lakini kabla ya mabomu hayo kushuka, masharti ya kisiasa yalikuwa yameandikwa kimfumo ndani ya chumba cha siri cha CIA. Vyanzo viwili vilivyojulikana kwa habari za siri vilithibitisha kuwa hata kama Khamenei angeuawa katika mashambulizi hayo, nafasi yake ingeweza kuchukuliwa na nguvu za IRGC, kikundi cha kijeshi na kisiasa kilicho na uongozi wa kimfumo wa mkataba wa Shia nchini Iran. Taarifa za CIA zilizopatikana wiki mbili zilizopita zilijumuisha hali kadhaa kuharibiwa kwa kiongozi mkuu. Mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya makazi ya Khamenei yangeweza kuharibu kabisa uongozi wa sasa, lakini haikuwa wazi iwapo matokeo yatakuwa na faida kwa Marekani. Lakini pia taarifa zinasema kuingia madarakani kwa IRGC ni moja matukio yaliyochunguzwa ni kwamba IRGC, jeshi la kipekee lenye nguvu za kisiasa na kijeshi, linaweza kuchukua nafasi ya Khamenei na hivyo kuleta utawala mkali zaidi wa kifikra na kisiasa. Aidha, kukabiliana na maandamano ni moja ya sababu ya hali ya umma, hasa baada ya maandamano makali ya Disemba ilikuwa muhimu. CIA ilitathmini uwezekano wa mapinduzi ya ndani, lakini haikutoa uhakika wowote. IRGC, jeshi la kipekee lililoanzishwa kulinda utawala wa Waislamu wa Shia, ni kikundi chenye ufanisi mkubwa, ukali wa kisiasa na uwezo wa kuathiri moja kwa moja siasa za ndani na kimataifa. Kwa kiasi kikubwa, CIA ilihesabu uwezekano wa uongozi mpya kuwa hatari zaidi kuliko hali ya sasa, huku akichunguza kila hatua kijiografia na kijeshi iliyowezekana. Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa mstari wa mbele kuonesha hamu ya kuona mabadiliko ya utawala wa Iran. Katika hotuba yake ya asubuhi Jumamosi, Trump aliwaita Iran utawala wa kigaidi na kuwahimiza kuchukua madaraka mikononi mwao. Mashambulizi ya kijeshi ya Marekani yatakuwa msingi wa maandamano ya wananchi, alisema Trump, akisisitiza kuwa Marekani inataka kuona taifa likibadilika kutoka ndani. Hali ya kisiasa Tehran ni hatari. Wananchi wameshuhudia mapinduzi madogo, shinikizo la kiuchumi limezidi na hofu ya kijeshi imejaa. Mashambulizi haya hayakuja ghafla, bali baada ya wiki kadhaa za majadiliano ya siri katika ofisi za Marekani kujadili iwapo kuna haja ya hatua ya kijeshi kufuatia mapinduzi ya Disemba na maafa ya maandamano yaliyoambatana na vifo. Taarifa za siri zinaonyesha kuwa Ijumaa usiku, Marco Rubio aliarifu kundi la wanachama wa Gang of 80 kwa operesheni ya kushambulia Iran ingeanza katika masaa machache yanayofuata. Hata hivyo, Trump alikuwa na nafasi ya kubadilisha uamuzi wake ikiwa mazungumzo ya nyuklia ya Geneva yangefanikiwa, lakini mazungumzo haya hakuleta matokeo yoyote na hivyo kuweka msingi wa mashambulizi ya kijeshi. Wakati mabomu yaliporushwa, jiji la Teherani lilijazwa moshi mnene, uoga na hofu isiyo na kifani. Kila mlipuko uliokuwa na sauti ya kengele ya hatari uliashiria mwanzo wa mabadiliko yasiyo na uhakika. Wengine walionekana kuwa tayari kuchukua nafasi ya uongozi, huku wengine wakijitahidi kuokoa maisha yao. Mbele ya dunia nzima, historia inaandikwa kwa moto, moshi na uongozi wa kishujaa. Kila kitengo cha kijeshi kilichoshambuliwa kilikuwa na mantiki ya kimkakati. CIA ilihesabu uwezekano wa kushambuliwa kwa miundombinu muhimu, makazi ya serikali na vituo vya jeshi. Wengine walijaribu kuchanganua jinsi IRGC ingeweza kukabiliana na mashambulizi hayo, huku ulimwengu ukitazama kwa macho makali. Kwa sasa Marekani na Israeli zimesema mashambulizi yamekamilika kwa ufanisi, lakini hatari ya mapinduzi, utawala mkali wa IRGC na majibu ya kijeshi ya Iran bado ni hatari kubwa. Dunia inashuhudia historia hai na kila hatua inachukuliwa kama uamuzi wa kishujaa ambao unaweza kubadilisha siasa za Mashariki ya Kati kwa kudumu.